Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mogodi. Karibu. Naam, shukran sana Hamali Manyanza. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Awali jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema kuwa mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo haikulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa. Pia Iran imevifyatulia risasi mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan, huku waziri wa ulinzi wa Israel akionya Tehran kuhusu jibu kali kwa ufyatuaji risasi kwenye ardhi yake. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hawatawasaza. Wana makombora machache, wana ndege zisizo na rubani chache, wana uwezo fulani wa utengenezaji si mwingi. Sisi tunadhibiti lile lango la bahari, wao hadhibiti chochote. Kwa hivyo tutaona kitakachotokea, lakini tumewapiga kwa nguvu sana tena usiku. Jeshi la Nigeria limesema limezuia jaribio la utekaji nyara wa watu wengine katika shule moja katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi lilisema kuwa wapiganaji kutoka makundi mawili ya Kiislamu, tawi la Afrika Magharibi la Islamic State na kundi lilojitenga kutoka Boko Haram walishambulia shule hiyo wasichana alfajiri. Maafisa wa polisi walikuwa wakilinda shule hiyo mjini Mgongun wanatajwa kufanikiwa kuzuia shambulio la awali. Jeshi limesema baadhi ya wanafunzi waliuawa baada ya kupigwa risasi na washambuliaji hao. Maelfu ya watu wamekusanyika New Delhi wakisubiri maandamano yaliyopangwa kuelekea bunge ili kudai wajibikaji katika mfumo wa elimu ya India. Mamlaka hazijatoa idhini ya maandamano hayo na polisi wameonya kuwa watachukua hatua iwapo waandamanaji watajaribu kuandamana. Wafuasi wa vuguvugu la vijana la Cockroach wanataka waziri wa elimu Dharmendra Pradhan ajiuzulu kutokana na kuvuja kwa mtihani. Na maelfu ya watu wamefurika mitaani jijini Madrid na miji mingine nchini Hispania kusherehekea ushindi wa pili wa kombe la dunia kwa nchi yao. Maelfu ya watu wamekuwa wakisherehekea hadi usiku kucha wakiwa wamejifunga bendera za rangi nyekundu na dhahabu za Hispania, huku wakicheza kwa kuimba Viva España. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aliandika kwenye mtandao wa kijamii, "Sisi ni mabingwa wa dunia. Timu yetu ya taifa ilikuwa bora. Asante timu yetu." Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mechi, kocha wa Argentina Lionel Scaloni alishindwa kuzuia machozi yake alipodokeza kuwa matokeo hayo yanaweza kuashiria mwisho wa muda wake kama kocha wa timu ya taifa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Magodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania tunasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera, Abura FM na CJFM. Kenya, Mwanedu FM, Nyota FM, County FM na Musi FM. Nchini Uganda, Voice of Mwabura, Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, kamandi kuu ya Marekani imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikidungua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran. Taarifa zaidi na Florian Kaijage. Jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo hayakulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa. Tunajisikia vibaya sana, lakini unawajua wale watu wakuu, wale wazalendo wetu ambao wako kule nje wakipambana ili Iran isipate silaha ya nyuklia. Jeshi hilo liliongeza kuwa limepata mabaki ya miili ambayo haijatambuliwa nchini Jordan kufuatia shambulio lililotokea kwenye kambi ya Marekani nchini humo siku ya Alhamisi. Rais Trump alisema kwamba Marekani haijawasaza Iran katika makabiliano hayo. Iran imeharibiwa vibaya sana. Wamepoteza karibu kila kitu kijeshi. Wamebakiwa na vitu vichache sana. Wana makombora machache, wana ndege zisizo na rubani chache, wana uwezo fulani wa utengenezaji si mwingi. Hapo awali jeshi hilo lilikuwa limeripoti kuwa wanajeshi wawili walikuwa wameuawa na mmoja alikuwa hatambuliki alipo katika shambulio hilo. Taarifa yake Florian Kaijage.
Canada itaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola kuanzia leo Jumatatu Julai 20 kwa kuwazuia watu kutoka mataifa ya kigeni ambao walikuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Taasisi inayoshughulika na afya ya umma nchini humo imesema hatua hiyo inalenga kupunguza hatari za virusi hivyo vya Ebola kuingia nchini humo. Zaidi na Skola Kisanga. Hatua hiyo ya kupiga marufuku raia wa kigeni waliotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kupambana na Ebola inatekelezwa chini ya sheria inayohusiana na safari za anga ambayo inalazimisha mashirika ya ndege kuzuia abiria walioathirika kupanda ndege. Hata hivyo, raia wa Canada na wale wenye vibali vya kuishi nchini humo wataruhusiwa kuingia, lakini kwa masharti ya uchunguzi wa afya zao na kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hizi zinaelezwa kuwa kali zaidi ya hatua zilizochukuliwa awali mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, ambapo wasafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan pia walitakiwa kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hii ya sasa inaonekana kuwa kali zaidi kutokana na kuwazuia kuingia raia wote wa kigeni waliotoka DRC. Nchi jirani ya Canada ambayo ni Marekani inaonekana kuchukua hatua kali zaidi. Siku ya Jumanne Julai 14, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kilithibitisha kuwa raia wa Marekani walio kwenye hali ya hatari katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini hawataruhusiwa kurudi nyumbani hadi watakapokamilisha siku 21 za kukaa karantini wakiwa katika nchi ya tatu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, virusi vya Ebola ambavyo vilitangazwa Mei 15 mwaka huu vimesababisha maambukizi kwa watu 2667 katika majimbo 5 nchini humo, huku maambukizi mapya kulingana na taarifa zilizochapishwa Julai 17 ni 86. Mpaka sasa idadi ya waliokufa ni 893 na wagonjwa 412 wakipona virusi hivyo. Jimbo la Ituri bado linaendelea kuwa kitovu cha ugonjwa huo, huku taifa jirani la Uganda limeruhusu kutoka hospitali mgonjwa wake wa mwisho, na kwa sasa inasubiri siku 42 zitimie bila maambukizi mapya ili uweze kutangaza kuwa haina ugonjwa huo. Sudan Kusini nako hakujaripotiwa mtu mwenye maambukizi ya virusi vya Ebola, lakini inasalia kuwa nchi yenye hatari kubwa kutokana na mipaka ya taifa hilo kutokudhibitiwa ipasavyo. Naam, ni Skola Kisanga. Dawa za kulevya ya kutengenezwa kwenye maabara itwayo fentanyl inaua maelfu ya watu nchini Marekani kila mwaka. Na mwanaume mmoja anayetajwa kuendesha usambazaji mkubwa zaidi wa dawa hiyo kwenda Marekani kupitia nchini Mexico ni raia wa China. Anatuhumiwa kujenga mtandao mkubwa wa kihalifu unaounganisha viwanda vya kemikali vya China na makundi ya walanguzi wa dawa vya kulevya wanaofurika Marekani na dawa hizo. Isabella Mwagoda anawasilisha taarifa ya uchunguzi ya Sean Yuan wa kitengo cha BBC Global China. Wimbo ni wa Narco Corrido unaosimulia jinsi jiji la Culiacan ulivyotumbukia kwenye wimbi la machafuko kutokana na vurugu za magenge ya dawa za kulevya. Ni hapa Culiacan ambako kwa mujibu wa vyombo vya dola, raia mmoja wa China alikuwa mhitimu wa mojawapo vyuo vikuu vinavyoheshimika zaidi nchini humo. Alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa zaidi wa dawa za kulevya duniani. Kwa mujibu wa wachunguzi, mtu huyo Zhang Zido, anayejulikana pia kwa jina la utani Ndugu Wang, alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuingiza kemikali za kutengeneza fentanyl nchini Mexico. Mwanachama mmoja wa genge la dawa za kulevya ambaye sauti yake imeigizwa upya kwa sababu za usalama anasimulia. He came to talk to the bosses. Alikuja kuzungumza na wakubwa, alikuwa anawapa bidhaa zake. Aliwafungulia mlango wa dawa mpya. He opened the window to a new drug. Dawa hiyo mpya inaitwa fentanyl, opioid ya kutengenezwa maabara, ambao katika kipindi cha muongo mmoja uliopita imehusishwa na vifo vya mamia kwa maelfu ya watu nchini Marekani. Mmoja aliyofanya kazi na Ndugu Wang anasimulia zaidi. That's when it started generating jobs. Ndipo ajira zikaanza kupatikana kwa ajili yetu. Watu walimpa majina ya heshima. Walimwita namba 1, mfalme wa fentanyl. The king of fentanyl. Figures like Brother Wang. Victoria Dittmar ni mtafiti wa taasisi ya Insight Crime yenye makao yake makuu Mexico City. People like him are key to the supply chain. They understand how to... Watu kama yeye ni kiungo muhimu katika mnyororo wa usambazaji. Wanafahamu namna ya kufanya kazi ndani ya mfumo wa makampuni ya kemikali nchini China, jambo ambalo ni gumu kwa mtu kutoka nje. Alikuwa dalali aliyewaunganisha wafanyabiashara wa dawa za kulevya wa Mexico na wasambazaji wa kemikali kutoka China. Wakati huo alikuwa na mtandao mkubwa pia nchini Marekani. Hilo ndilo linalovutia zaidi kwa sababu kesi yake ni ya kipekee.
Baada ya uchunguzi ulioongozwa na shirika la Marekani la kupambana na dawa la kulevya DEA, Zhang Zidong alikamatwa nchini Mexico na kufungwa gerezani. Hata hivyo, baadaye alihukumiwa kifungo cha nyumbani jijini Mexico katika mazingira yaliyozua maswali mengi. Akiwa huko, alitekeleza mpango wa kutoroka uliowashangaza wengi. Alichimba handaki lililounganishwa na nyumba aliyokuwa akizuiliwa na nyumba ya jirani, kisha akasafiri kupitia Cuba hadi Urusi. Aligunduliwa kutokana na nyaraka za utambulisho zilizoghushiwa na hatimaye akarejeshwa nchini Marekani ambako bado anasubiri kusikilizwa kwa kesi yake. Tulimuuliza mtengenezaji mwingine wa fentanyl aliyeshikilia nafasi ya juu ndani ya genge hilo kama kukamatwa kwa Zhang kulivuruga mtandao wa usambazaji wa kemikali. Yes, the business is affected because he is the one with the... Ndiyo, biashara iliathirika kwa sababu ndiye alikuwa kiungo chetu. Je, tayari mmempata mtu mwingine? They are talking about a person. Kuna mtu anayezungumziwa, lakini kwa usalama wangu siwezi kumtaja. I can't say. Unaweza angalau kusema kama ni raia wa China? Yes. Ndiyo. Zhang Zidong amekana mashtaka yote yanayomkabili na bado anazuiliwa katika gereza la serikali ya shirikisho nchini Marekani akisubiri kesi yake kusikilizwa. Tulimtafuta wakili wake kuzungumzia kesi hiyo, lakini kutokana na kesi hiyo kuendelea mahakamani, alikataa kuzungumzia swala hilo. Na Isabela Magodi anatupa nafasi sasa moja kwa moja kuangazia habari za michezo na Florian Kaijage. Karibu. Asante sana Halima Nyanza. Naona jana au leo ilikuwa? Leo ni finali. Imeanza saa 4 imekwenda mpaka imalizika siku ikapinduka. Naam. Ni kwamba kombe la dunia limefikia tamati na Hispania au wenyewe wanapenda kujiita Hispana ndio mabingwa wapi wa kombe la dunia baada ya kuwabwaga waliokuwa mabingwa Argentina